أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazrat Amirul Mominin Mwenyezi Mungu amsaidie sana anasema, kama nilivyokuwa nimesema katika hutuba iliyopita ya kwamba kuna sehemu imebaki katika kumbukumbu za baadhi ya maswahaba ambayo nitaieleza. Hivyo leo kuhusiana na hilo, kwanza nitaeleza kuhusu Hazrat Abdullah bin Jahash raziallahu anhu. Yeye alitokana na kabila la Banu Asad, na kuhusu kabila wengine wanasema ya kwamba yeye alikuwa na uhusiano wa kiurafiki na Bani Abde Shams, ilhali kwa wengine alikuwa na uhusiano na Harb bin Umayya. Kuhusu maumbile ya Hazrat Abdullah bin Jahash inapatikana ya kwamba yeye hakuwa na kimo kirefu wala kifupi, yani alikuwa na kimo cha wastani. Nywele za kichwa chake zilikuwa nyingi. Wakati wa vita moja akimteua kuwa amiri, kauli ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliinena inaonyesha ujasiri, ushujaa na uimara wake, mtu asiye na hofu. Saad bin Abi Waqas anasema ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, mimi nitateua amiri juu yenu ambaye japokuwa hatakuwa mbora zaidi kuliko nyini, lakini katika kuvumilia njaa na kiu atakuwa imara kuliko nyini. Kisha ye anasema ya kwamba sisi katika uongozi wa Abdullah bin Jahash tulienda kuelekea bonde la Nakhla katikati ya Makka na Taif, na baada ya kushinda vita hiyo, mali ya ghanima iliyopatikana, kuhusu mali hiyo imeandikwa ya kwamba mali iliyopatikana katika safari hii, baadhi yao wanasema ya kwamba hii ni mali ya kwanza ambayo waislamu waliipata. Hata Abdullah bin Jahash akigawa mali hii katika sehemu 5, sehemu 4 akazigawa kwa wanajeshi na sehemu moja akaweka kwa ajili ya Baitulmal, na hiyo ilikuwa khums ya kwanza iliyotolewa siku ile katika Islam. Imesimuliwa na Imam Shabi ya kwamba katika Islam hata Abdullah bin Jahash ndiye aliyetengeneza bendera ya kwanza, na pia ghanima ya kwanza iliyogawanywa katika Islam ilikuwa imeletwa na hata Abdullah bin Jahash. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Saheb anasema katika Sirat Khataman Nabiyin ya kwamba Kurz bin Jabir, huyu alikuwa chifu mmoja wa Makka ambaye pamwe na kikundi cha Quraishi alivamia ghafla malisho ya Madina ambayo ilikuwa na umbali wa maili 3 tu kutoka mjini. Hiyo ni vita nyingine, na akachukua ngamia za Waislamu na kwenda nao. Uvamizi huo wa ghafla ukawashutusha sana Waislamu, na kwa kuwa machifu wa Quraish walikuwa wameshatoa onyo ya kwamba sisi tukiishambulia Madina tutawaangamiza Waislamu wote, hivyo Waislamu wakashtuka mno. Na kwa kuangalia hatari hizi, Mtume sallallahu alaihi wasallam akaamua kupanga mkakati ili kujua kuhusu mipango na njama za Quraishi.
ili waweze kupata taarifa kuhusu njama zao kwa wakati na madina ibaki salama katika mashambulizi za aina zote. Katika mashambulizi ya aina zote huzur amesema kwamba ndio habari hizi ni kuhusu tukio hilo lililotajwa hapo juu. kisha atmiza bashiri masahib anasema ya kwamba hivyo kwa shabaha hiyo mtume salallahu alaihi wasallam alitayarisha kundi moja la wahajiri 8 na kwa hikma katika kundi hilo akaweka watu ambao walikuwa wakitokana na makabila mbalimbali ya quraishi ili iwe rahisi kupata habari kuhusu njama za quraish. na juu ya kundi hilo mtume salallahu alaihi wasallam akamteua binamu yake abdullah bin jahash kuwa amiri. na kwa sababu ya wazo hili ya kwamba waislamu wa kawaida wasipate habari kuhusu kikosi hicho, wakati wa kusindikiza kikosi hicho hakumwambia amiri wake kwamba nyini mnatumwa wapi na safari yenu ina shabaha gani, bali wakati wa kuwasindikiza akampatia barua moja iliyofungwa katika bahasha na akasema kwamba katika barua hiyo kuna miongozo kwa ajili yenu. japokuwa habari hizi zimeshaelezwa kabla lakini hazikuelezwa kuhusu hatmiza bashir ahmad sahib. ye anaandika ya kwamba mtume salallahu alaihi wasallam alisema mkimaliza safari ya siku 2 kutoka madina basi mfungue barua na mufanye sawa na maagizo yaliyomo ndani yake. hivyo abdullah na wenzake wakaondoka sawa na amri ya kiongozi wao, na walipomaliza safari ya siku 2 abdullah akafungua barua ya mtume saa salam iliyokuwa na maneno yafuatayo: nendeni katika bonde la nakhla lilo katikati ya makka na taif, na mkifika huko basi mukusanye taarifa za quraishi kisha muniletee taarifa. na kwa kuwa kazi hii ya kukusanya taarifa wakiwa karibu na makka haikuwa rahisi, hivyo mtume saa salam akaandika agizo jingine chini ya barua ya kwamba baada ya kujua shabaha ya safari yenu, mwenzenu akipata wasiwasi au akipenda kurejea basi aruhusiwe kurejea nyuma. abdullah akawaambia wenzake kuhusu agizo hilo la mtume salallahu alaihi wasallam, na wote wakasema kwa pamoja ya kwamba sisi kwa furaha zote tuko tayari kwa ajili ya huduma hiyo. kisha kundi hili likaelekea nakhla. njiani walipofika katika eneo la bahran, ngamia wa saad bin abi waqas na utba bin ghazwan akapotea. nao katika juhudi ya kumtafuta ngamia huyo wakatengana na wenzao, na pamoja na kumtafuta sana wakashindwa kumpata. sasa watu hawa waliokuwa 8 wakawa 6. katika kumbukumbu za saad bin abi waqas sehemu yake kiasi imeshaelezwa tayari. kisha anaandika ya kwamba bwana marghulis anasema ya kuwa saad bin abi waqas na utba walimwacha ngamia wao kwa maksudi na kwa uzuru huo wakabaki nyuma. mirza sahib anaandika ya kwamba watu hawa walijitolea sana katika islam, ambao kila tukio la maisha yao ni shahidi juu ya ushujaa na ujasiri wao, ambao mmoja wao akauawa shahidi katika vita vya bere mauna na mwingine akishiriki katika vita mbalimbali, mwishowe akawa mshindi wa iraq. sasa kuhusu watu hawa, fikra za namna hiyo isiyo na msingi wowote ni fikra ya bwana margolis pekee. na jambo la ajabu ni hili ya kwamba bwana margolis anadai katika kitabu chake ya kwamba amekiandika kitabu hicho bila kuwa na ubaguzi wowote. kwa vyote vile jumuiya hiyo ndogo ya waislamu ikafika nakhla na ikaanza kufanya shughuli zake, na baadhi yao kwa ajili ya kuitunza siri hiyo wakanyoa nywele zao ili wapita njia waelewe kwamba watu hawa wamekuja kufanya umra na wasipate mashaka juu yao. lakini muda si muda kundi moja la quraish likaja huko ambalo likitoka taif lilikuwa linaelekea makka, na hivyo makundi yote mawili yakawa ana kwa ana. waislamu wakashauriana ya kwamba wafanye nini. mtume salallahu alaihi wasallam alikuwa amewatuma ili kukusanya habari kwa siri, lakini upande wa pili vita ilikuwa imeanza na quraish, na sasa makundi mawili yalikuwa yamesimama ana kwa ana. na kisha
kulikuwa na wasiwasi nyingine ya kwamba kwa kuwa wakuraishi hawa wamewaona waislamu sasa siri yao itafichuliwa na kulikuwa na shida nyingine ya kwamba baadhi ya waislamu walikuwa na fikra kwamba labda siku hii ni siku ya mwisho ya mwezi wa rajab ambamo sawa na desturi ya arab hawatakiwi kupigana vita na wengine walikuwa wakielewa ya kwamba rajab imekwisha pita na imeanza shaban na riwaya zingine zinasema kwamba kikosi hicho kilikuwa kimetumwa mwishoni mwa jamadiul akhar na walikuwa na mashaka kwamba siku hii ni ya jamadi au ni ya rajab lakini upande wa pili bonde la nakhla lilikuwa likipatikana mipakani mwa eneo tukufu na ni zwahiri kwamba wasipoamua leo kesho msafara huo utaingia katika eneo la haram ambapo watalazimika kuzingatia utukufu wake hivyo kwa kuona hayo yote waislamu wakaamua kwamba kwa kuushambulia msafara wawakamate au wawaue hivyo wao kwa jina la allah wakaushambulia na matokeo yake ni kwamba mtu mmoja wa makafiri amr bin hazrmi akauawa na wawili wakatekwa lakini kwa bahati mbaya mtu wa nne akakimbia na waislamu hawakuweza kumkamata na hivyo hawakuweza kufanikiwa katika mpango wao kisha waislamu wakateka mali yao na kwa kuwa mtu mmoja wa quraish alikuwa amesalimika na walikuwa na yakini kwamba habari ya vita hii itafika Makka kwa haraka abdullah na wenzake wakachukua mali ya ghanima haraka haraka na wakarejea madina anaandika kwamba bwana margulas anasema kuhusu habari hiyo ya kuwa kimsingi muhammad saa salam alikuwa ametuma kikundi hicho katika mwezi wa haram kwa maksudi akifikiri kwamba katika mwezi huu quraishi watakuwa katika hali ya kughafilika na waislamu watapata nafasi ya kupora mali zao lakini kila mwenye akili anaweza kuelewa ya kwamba kundi hili dogo haliwezi kutumwa katika eneo la mbali kwa ajili ya vita na mauaji hasa pale ambapo makao makuu ya maadui yawe karibu sana na kisha jambo hili limethibitika kwamba kundi hilo lilikuwa limetumwa ili kupata taarifa yao tu na mtume saa salam alipojua kwamba maswahaba wamewashambulia makafiri akakasirika juu yao hivyo riwaya inasema ya kwamba watu hawa walipohudhuria kwa mtume sallallahu alaihi wasallam na wakamweleza kuhusu tukio zima ye akakasirika sana juu yao na akasema kwamba mimi sikuwaruhusuni kupigana vita katika mwezi mtukufu na akakataa kupokea mali ya ghanima hapo hata abdullah na wenzake wakajuta mno na wakawaza ya kwamba sasa sisi kwa sababu ya hasira ya allah na mtume wake tumeangamia masahaba wengine pia wakawalaumu sana na wakasema kwamba nyini mmefanya kazi ambayo hamkuambiwa kuifanya na mlipigana vita katika mwezi wa haram ilhali katika safari hiyo hamkupewa amri ya kupigana vita upande wa pili makuraish pia wakapiga kelele wakisema kwamba waislamu wamevunja heshima ya mwezi mtukufu na kwa kuwa mtu wao alikuwa amewawa yani amr bin hazrmi ye alikuwa chifu na kisha alikuwa na uhusiano na utba bin rabia aliyekuwa chifu makka hivyo tukio hilo likawachochea sana makuraish nao wakaanza kujiandaa ili kushambulia madina kwa jaziba kali na vita vya badr ilikuwa matokeo ya maandalizi yao hayo hayo ya quraishi ili muradi juu ya tukio hilo waislamu na makafiri wakaendelea kueleza mengi ndipo wahyi wa qurani tukufu ikashuka na ikawa sababu ya kuwatuliza waislamu nayo ni ya kwamba yasalunaka ani lshahri lharami qitalin fi qul qitalun fihi kabir wasaddun an sabilillahi وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا yani watu wanakuuliza juu ya kupigana vita katika miezi mitakatifu wape jibu kwamba bila shaka kupigana vita katika hiyo ni dhambi kubwa na kuwazuilia watu njia ya allah na kumkataa yeye na msikiti mtakatifu na kuwatoa humo watu waliomo ni dhambi kubwa
zaidi mbele ya allah kama eni washirikina mnavyovifanya. Na kwa yakini katika mwezi mtakatifu kuleta fitina katika nchi ni mbaya zaidi kuliko kuua. Na eni waislamu, makafiri wana hali hii kwamba wamepofuka katika uadui wenu, kwamba hawataweza kujizuia na wataendelea kupigana nani mpaka wawarudisheni kutoka dini yenu. sharti ni kwamba wapate nguvu juu yake. Hivyo historia ni shahidi ya kwamba viongozi wa quraish walikuwa wakiendeleza mipango yao hata katika miezi mitakatifu, bali wakipata faida kutoka mikusanyiko ya miezi mitakatifu. Katika miezi hiyo walikuwa wakishika kasi zaidi katika mipango yao na njama zao dhidi ya waislamu, na kisha kwa ajili ya kutuliza nafsi zao walikuwa wakibadilisha utaratibu wa miezi, kitu ambacho walikuwa wakiita kwa jina la nasai. Na baadaye wakazidi zaidi katika hasira yao, na kilichotokea ni ya kwamba katika zama za suluhu hudaibia, japokuwa kulikuwa na mkataba wa suluhu baina yao na baina ya waislamu, makafiri wakapigana vita na watu ambao walikuwa na uhusiano wa kiurafiki na waislamu. Na kisha waislamu walipojitokeza kuwasaidia wenzao, makafiri wakapigana na waislamu. Basi jibu hilo likawapa waislamu utulivu na quraish pia wakapoa. Na katika muda huo watu wawili wakaja madina ili kuwaachisha watu wao, lakini kwa kuwa Saad na Utba walikuwa hawakurejea, na mtume saa salam alikuwa na wasiwasi kwamba wakikamatwa na makuraishi hawatawaacha kuwa hai. Hivyo mtume saa salam akakataa kuwacha wafungwa mpaka warejee, na akasema kwamba watu wangu wakirudi madina nitawaacha watu wenu. Hivyo waliporejea, basi mtume saa salam akipokea fidia akawaacha wafungwa wote wawili. Lakini mmoja wao alipokaa madina, kwa kuona hulka tukufu na sera njema za mtume sallallahu alaihi wasallam na kwa kupata athari ya mafundisho ya islam, yeye baada ya kupata uhuru akakataa kuacha madina na akafanya baiati juu ya mkono wa mtume sallallahu alaihi wasallam na akawa muislamu. Na kisha katika vita vya Bir Mauna akawawa shahidi. Jina lake lilikuwa Hakam bin Kisan. Siku ya vita vya Uhud, upanga wa Abdullah bin Jahash ulikuwa umekatika. Mtume sallallahu alaihi wasallam alimpatia tawi la urjun, yani mtende, ambalo likawa upanga mkononi mwake, na kuanzia siku ile akawa maarufu kwa lakabu ya urjun. Abu Naim anasema ya kwamba hata Abdullah bin Jahash alikuwa mwenye kuapa kiapo cha Mungu wake na kuzalisha mapenzi ya Allah moyoni mwake, na alikuwa mtu wa kwanza aliyepeperusha bendera ya Kiislam. Imam Shabi anasimulia ya kwamba watu wawili wa Bani Amr na Bani Asad walikuja kwangu wakielezana mambo ya kujivunia. Mtu wa Bani Amr alikuwa ameshika mkono wa mtu wa Bani Asad. Asdi alikuwa akisema kwamba uache mkono wangu, ilhali Amri alikuwa akisema kwamba wallahi mimi sitakuacha. Hapo Imam Shabi anasema kwamba mimi nikamwambia kwamba ewe ndugu wa Bani Amr, mwache huyu, na nikamwambia Asdi kwamba nini mna sifa 6 ambazo hazipatikani kwa mtu yote katika Uarabuni mzima. Moja ni ya kwamba katika jamii yenu alikuwepo mama moja ambaye mtume sallallahu salam alitaka kumwoa, na Mwenyezi Mungu akafanya mpango wa ndoa yake, na baina yao mbalozi alikuwa Jibrail, na mama huyo alikuwa Zainab bint Jahash, na hilo ni jambo la kujivunia kwa kaumu yenu. Namba 2, katika jamii yenu alikuwepo mtu ambaye alikuwa mtu wa peponi, lakini hata hivyo alikuwa akitembea ardhini kwa unyenyekevu. Huyu alikuwa Ukasha bin Mihsan, na hilo ni jambo la kujivunia kwenu. Namba 3, katika Islam mtu wa kwanza aliyepatiwa bendera ya kupeperusha ya Islam alikuwa mtu wenu ambaye alikuwa Abdullah bin Jahash, na hilo ni jambo la kujivunia kwa kaumu yenu. Namba 4,
mali ya ghanima ya kwanza iliyopatikana katika islam ililetwa na abdullah bin jahsh na hilo ni jambo la kujivunia kwenu. namba 5 katika bait rizwan mtu wa kwanza aliyefanya baiati ya mtume saa salam alikuwa akitokana na kaumu yenu. ye akaja kwa mtume saa salam na akasema kwamba ewe mtume wa allah nipatie mkono wako ili nifanye baiati yako. mtume akasema kwamba utafanya baiati yangu juu ya jambo gani? ye akasema kwamba kile kilichomo moyoni mwako. mtume akasema kwamba moyoni mwangu kuna nini? ye akasema kwamba ushindi au kuuawa shahidi. hivyo hata abu sinan akafanya baiati ya mtume saa salam juu ya jambo hilo, na kisha watu walikuwa wakija na wakisema kwamba sisi pia tunafanya baiati juu ya baiati ya abu sinan, na hilo ni jambo la kujivunia kwenu. namba 6 katika vita vya badr walikuwepo wahijiri 7 ambao wakitokana na kaumu yenu, na hilo ni jambo la kujivunia kwenu. kisha riwaya inasema kwamba siku ya Uhud hata abdullah bin jahsh alipouawa shahidi, wakati ule zainab binti khuzaima alikuwa katika ndoa yake, na baada ya kuuawa kwake shahidi mtume saa salam akamua hat zainab binti khuzaima ambaye akakaa katika ndoa yake kwa miezi 8, na inasemwa ya kwamba akakaa kwa miezi 3 au miwili na akafariki dunia mwishoni mwa rabiul akhir. mtume saa salam akaswalisha jeneza yake na akamzika katika jannatul baqi. habari zingine kama nisemavyo zimekushaelezwa hapo kabla. sahaba anayefuata ni hasale shukran. wengine wanasema kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amewapata shukran na hat Aiman kutoka kwa baba yake katika urithi, na baada ya vita vya Badr mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amewaacha huru, yani walikuwa watumwa. na baada ya kifo cha mtume sallallahu alaihi wasallam watu waliopata bahati ya kuosha maiti yake tukufu, mmoja wao lika Saleh Shukran, na pamoja naye walikuwepo watu 8 wa familia ya mtume sallallahu alaihi wasallam. kuna riwaya ya Imam Ahmad bin Hanbal inayosema ya kwamba Saleh alipata bahati nyingine inayosema ya kwamba maiti tukufu ya mtume sasa ilipokuwa ikioshwa, wakati ule masahaba walikuwa wakimiminia maji, mmoja wao likasale shukrani na Usama bin Zaid. hivyo riwaya inasema ya kwamba imesimuliwa na Ibn Abbas ya kuwa watu walipokusanyika kwa ajili ya kuosha maiti tukufu ya mtume sasa, wakati ule nyumbani kwake walikuwepo watu wa familia yake tu, baba yake mdogo hat Abbas na hat Ali na hat Fazl bin Abbas na hat Qusam bin Abbas, hat Usama bin Zaid na hat Saleh Shukran ambaye alikuwa mtumwa aliyemwacha huru. na wakati huo hat Aus bin Khali Ansari aliyekuwa kutoka Banu Auf bin Khazraj na aliyeshiriki katika vita vya Badr akamwita hat Ali na akasema, e Ali, mimi nakupa kiapo cha Allah ya kwamba kuhusu mtume saa salam pia tupatie sehemu yetu. hata Ali akasema kwamba ingia ndani. hivyo yeye pia akaingia ndani, na yeye alikuwepo wakati ule, lakini yeye hakushiriki katika zoezi hilo la kuosha maiti tukufu ya mtume saa salam. msimuliaji anasema kwamba hat Ali alikuwa ameshika mwili mtakatifu wa mtume saa salam na kanzu yake ilikuwa juu ya mwili wake, na hat Abbas, Fazl na Qusam walikuwa wakibadilisha hali na walikuwa wakibadilisha sehemu za mwili, na Usama na Swale Shukran walikuwa wakimiminia maji, na hat Ali alikuwa akiosha maiti yake. Alama Blazri ameeleza ya kwamba hat Umar alimtuma kijana wa Shukran, yani sahibzada Abdurrahman bin Shukran, kwenda kwa Abu Musa Ashari, na alimuindikia ya kwamba mimi namtuma kijana wa Saleh Shukran ambaye alikuwa mtumwa wa mtume sasam aliyemwacha huru. hivyo wewe umtendee kijana wake kwa kuzingatia daraja ya baba yake iliyokuwepo kwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. riwaya moja inasema kwamba Alama Bawi anasema kwamba Shukran alikuwa amepaishi katika Mdina, na pia alikuwa nyumba moja katika Basra. katika zama za Umar alifariki dunia, na kuna mtu wa mwisho wa familia yake aliyefariki dunia katika Madina katika zama za Harun Rashid, na pia katika Basra
mtu wa familia yake alikuwa akiishi. Musab anasema kwamba kizazi chake kiliendelea kwenda mbele au la, mimi sina habari yake. Imesimuliwa na Saleh Shukran ya kwamba mimi nilimwona mtume saa salam akipanda juu ya punda na kuelekea Khaybar. Alikuwa akiswali kwa ishara, yani alikuwa ameketi juu ya kipando na alikuwa akiswali. Hilo pia ni swali kwamba je, mtu anaweza kuswali juu ya kipando au la. Hat Malik bin Dukhsham, huyo pia ni sahabi ambaye kuna kumbukumbu zake zingine zinabaki. Kuhusu sahaba huyo imeandikwa ya kwamba jina la hat Malik bin Dukhsham lilikuwa Malik bin Dukhaisham, na pia limeelezwa Ibn Dukhaisham. Baba yake jina lake lilikuwa Dukhsham bin Marzakha, ilhali jina lake ambalo limeelezwa ni Dukhsham bin Malik bin Dukhsham bin Marzakha. Jina la mama yake lilikuwa Umaira binti Saad. Hat Malik alimwoa Jamila binti Ubay bin Sulul aliyekuwa dada wa Raisul Munafikin Abdullah bin Ubay bin Sulul. Wakati wa kumfanya Suhail bin Amr kuwa mfungwa, Hat Malik alikuwa amesoma shairi isemayo asartu Suhailan fala abtaghi asiran bihi min jamii al-umum wa khindafu ta'lamu anna al-fata fataha Suhailun iza yuzlam zarabtu bizi shafre hatan sana wa akrahtu nafsi ala zil alam. Yani mimi nilimfanya Suhail kuwa mfungwa na mbadala wake sikutaka kumfanya yote kuwa mfungwa kutoka kaumu zote. Banu Khandaf wanajua kwamba Suhail ndiye mwenye ushujaa katika kabila lake pale wanapozulumiwa. Mimi nilimbamia mtu mwenye bendera hadi akainama, na mimi nikajilazimisha kupigana vita na Suhail bin Amr. Kuhusu wafungwa wa vita vya Badr, kuna riwaya inayopatikana katika Usdul Khaba ya kwamba Abu Swaleh anasimulia kutoka kwa Ibn Abbas ya kwamba Abu Yusr, Malik bin Dukhsham Aufi na Tariq bin Ubaid Ansari walimjia Mtume sallallahu alaihi wasallam na wakasema, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ulikuwa umesema ya kwamba wewe ulikuwa umesema ya kwamba yeyote atakaye muua mtu katika vita hii atapewa kiasi fulani, na atakaye mkamata mtu fulani atapewa kiasi fulani. Sisi tumewaua watu 70 na watu 70 tumewakamata kama wafungwa. Hapo Sabe Muaz akasema, ya Rasulullah, sisi pia tulikuwa na uwezo wa kufanya hivyo, lakini hatukufanya hivyo, kwani sisi tulikuwa tukiwalinda Waislamu kutoka nyuma. Mali ya ghanima ni chache na watu ni wengi. Ukiwapatia kama ulivyo waahidi, basi watu wengine watakosa sehemu zao, yani hawatapata chochote. Hivi watu hawa wataendelea kuzungumza habari hizi. Hapo Allah akashusha aya isemayo, yasalunaka anil anfal kulil anfalu lillahi wa rasul. Yani ewe mtume, watu wanakuuliza kuhusu mali ya ghanima, basi uwaambie ya kwamba mali ya ghanima ni kwa ajili ya Allah na mtume wake. Siku ya vita vya Uhud, Hat Malik bin Dukhsham alipita karibu na Hat Kharja bin Zaid. Kharja alikuwa ameketi huku akijeruhiwa vibaya, alikuwa amepata majeraha 13. Hat Malik akamwambia kwamba, je, hujui kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameuawa shahidi? Hat Kharja akasema, kama yeye ameuawa shahidi, basi kwa yakini Allah yu hai na hatakufa kamwe. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amefikisha ujumbe kwamba faqatilu an dinika, hivi wewe pia upigane jihadi kwa ajili ya dini yako. Riwaya nyingine inazungumzia tukio hilo kama hivi ya kwamba habari ya kuuawa shahidi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam iliposhamiri, Hat Malik bin Dukhsham alipita karibu na Kharja bin Zaid, ilhali ye alikuwa ameketi na alikuwa amepata majeraha 13 juu ya mwili wake. Hat Malik akamwambia kwamba, je, hujui kwamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameuawa shahidi? Kharja akamjibu kwamba kama Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameuawa shahidi, basi kwa yakini Allah yu hai na yeye hatakufa kamwe. Kwa yakini yeye amefikisha ujumbe wa Islam, basi we pia upigane vita kwa ajili ya dini. Msimuliaji anasema, kisha Malik
alipopita karibu na Saad bin Rabii ambaye alikuwa amepata majeraha 12, hat Malik akamwambia Saad kwamba je, unajua kwamba Muhammad sasa amewawa shahidi? Saad akasema kwamba mimi natoa ushahidi kwamba Muhammad sasa amefikisha ujumbe wa Mungu wake, basi kwa ajili dini yako upigane vita, kwani Allah yu hai na hata kufa kamwe. Kuna riwaya inayosema ya kwamba baadhi ya watu walimwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba yeye, yani hat Malik bin Dukhsham, ni uhifadhi wa wanafiki. Hapo Mtume akasema, je, ye haswali swala? Nini mnasema kwamba huyo ni mnafiki? Je, haswali swala? Watu wakasema kwamba ndiyo ya Rasulullah, swala anaswali, lakini ni swala isiyo na kheri. Hapo Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema mara mbili kwamba mimi nimekatazwa kuwa wale wanaoswali. Na Huzur amesema kwamba ndani yake kuna somo kwa Waislamu wa zama hizi. Sawa na riwaya moja, Mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na hat Malik bin Dukhsham alikuwa amemtuma hat Asim bin Adi aliyekuwa ndugu hat Maan bin Adi ili kubomoa msikiti wa Zarar. Kuhusu hat Malik inasemekana kwamba kisa chake hakikuendelea mbele. Kisha anayefuata hat Ukasha bin Mihsan, jina lake lilikuwa Ukasha. Baba yake alikuwa Mihsan bin Hursan, kunia yake ilikuwa Abu Mihsan. Katika zama za Abubakar radhiyallahu ta'ala anhu na mwaka wa 12 hijra aliuawa shahidi. Imam Shabi amemsifu Ukasha katika maneno yafuatayo ya kwamba alikuwa mtu ambaye alikuwa mtu wa peponi, lakini hata hivyo alikuwa akitembea juu ya ardhi kwa unyenyekevu, na huyu alikuwa Ukasha bin Mihsan. Katika mwaka wa pili wa hijra baada ya vita vya Badr, Mtume sallallahu alaihi wasallam alimtuma Abdullah bin Johosh katika safari moja, na katika safari hii Ukasha bin Mihsan pia alikuwepo. Katika Sirat Halbia inapatikana ya kwamba wakati wa vita vya Uhud, Mtume sallallahu alaihi wasallam aliendelea kurusha mishale kwa kutumia upinde wake ambao ulikuwa ukiitwa Qatum, na wakati wa kurusha mishale ulikuwa hautoi sauti, na kisha kwa kurusha mishale mara kwa mara sehemu ya upinde huo ilikatika. Riwaya moja inasema kwamba kona yake moja ilikatika ambapo kamba inafungwa, na kamba fupi ilibaki mkononi mwake. Hat Ukasha bin Mihsan akachukua kamba ile ili kufunga juu ya upinde, lakini kamba ile ikawa fupi. Ye akamwambia Mtume sasa kwamba kamba hiyo imekuwa fupi. Mtume akasema kwamba uivute, hiyo itatosha. Hat Ukasha anasema kwamba wallahi, na apa kwa dhati ambaye amemtuma Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa haki nikavuta kamba ambayo ikawa ndefu kiasi kwamba nikaweza kufunga juu ya kichwa cha upinde, na nikaifunga kwa utulivu na vizuri. Riwaya moja inasema ya kwamba mwaka wa 6 hijra, Uyana bin Hisan pamwe na wapanda farasi wa Ghatfan walishambulia ngamia za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kulikuwa na malisho ambapo ngamia za Mtume sallallahu walikuwa wakila chakula nyasi. Katika ghaba kulikuwa na mwanamume mmoja na mwanamke mmoja. Wao wakamua mwanamume na wakamchukua mwanamke na kwenda nao. Mtu wa kwanza aliyepata taarifa ya tukio hilo alikuwa Salma bin Aqwa. Ye wakati wa asubuhi akatoka kuelekea Gaba, na pamoja naye alikuwepo mtumwa wa Talha bin Ubaidullah na farasi moja. Waliupanda juu ya eneo la Sanatul Wada, wakawaona mafarasi wa wale walioshambulia. Hapo wakapanda juu ya mlima wa Sala na wakawaita watu ili kuwasaidia. Kisha wakaanza kurusha mishale nyuma yao na wakaanza kupigana nao kwa kuwarushia mishale. Wapanda farasi kila walipokuwa wakielekea kwa Salma alikuwa akikimbia, na kisha alikuwa akirejea, na akipata nafasi alikuwa akiwarushia mishale. Habari ya tukio hilo ilipofika kwa Mtume sasa, ye akatangaza katika Madina kwamba kuna hatari.
watu wapanda farasi wakaanza kuja kwa mtume saa salam na katika watu hawa hat ukasha bin mehsan na masahaba wengine pia walikuwepo na katika vita hiyo hat ukasha bin mehsan alienda kuwakamata obar na kijana wake amr bin obar na wote walikuwa wamepanda ngamia moja. hat ukasha akawaua wote wawili kwa pamoja na pia ngamia waliokuwa wametekwa akaja nao. kisha anayefuata kharja bin zaid, kuni yake ilikuwa abu zaid. riwaya moja inasema ya kwamba hat muaz bin jabal, Saad bin Muaz na Kharja bin Zaid waliwauliza maulama wachache wa mayahudi kuhusu mambo mbalimbali yaliyomo kwenye taurati. maulama wakakataa kutoa majibu na wakaficha ukweli. hapo mwenyezi mungu akateremsha aya isemayo inna lazina yaktumuna ma anzalna min albayinati walhuda min badi ma bayannahu linnasi fi lkitabi ulaika yalanuhumullahu yalanuhumullahu wa yalanuhumullainun. hakika wale wanaoficha tulio yateremsha katika ishara zilizo wazi na mwongozo baada ya sisi kuzibainisha kwa watu kitabuni, hao ndio atakao walaani allah na walaanio wengine pia watawalaani. kisha sahaba anayefuata ni hazrat ziad bin labid ambaye kunia yake ilikuwa abu abdullah na alitokana na tawi la kabila khazraj la ansar banu biaza bin amir. kizazi chake kilikuwa kikiishi katika madina na katika baghdad. kuhusu huyu imeandikwa zuhak bin noman anaeleza ya kwamba masruk bin wail alitoka wadie aqiq na akaja madina kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. aqiq ni jina la mabonde mengi yanayopatikana katika arab na katika zama za mtume sallallahu alaihi wasallam barabara iliyokuwa ikitoka madina kwenda makka ilikuwa ikipita bonde hilo la aqiq na ilikuwa ikifika hadi zulhalafa. yeye alikubali islam na akasimama kidete juu ya islam, yani masruk bin wail. ye alimwomba mtume akisema kwamba ewe mtume wa allah na kuomba utume katika kaumu yangu mtu ambaye awaite kwenye mwongozo. hivyo mtume akamtuma ziad bin labid answari. ziad mnamo mwaka 41 hijra mwanzoni mwa utawala wa muavia alifariki dunia. tabrani anasema kwamba ziad aliishi kufa na muslim na ibn heban wanasema kwamba aliishi nchini siria. ibn heban anasema kwamba alikuwa miongoni mwa masahaba na fukaha wakubwa. ziad bin labid anasema kwamba mtume alieleza kuhusu jambo fulani na akasema kwamba jambo hili litatokea baada ya kuondoka kwa elimu. nikasema ewe mtume wa allah, kivipi elimu itatoweka? sisi tunasoma Qur'an tukufu na tunawafundisha watoto wetu na watoto wetu wataendelea kuwafundisha watoto wao hadi siku ya kiyama. Qur'ani itabaki, sasa kivipi elimu itatoweka? hapo mtume akasema kwamba mungu akufanyie kheri ewe ziad. mimi nilikuwa naelewa kwamba wewe una akili sana kuliko watu wote wa madina. je, yahud na nasara hawasomi torat na injil lakini hawafuati jambo lolote? elimu itatoweka, kurani itakuwepo, watasoma kurani tukufu lakini matendo yatakosekana. na hayo ndio tunaiona siku hizi. kisha kuna riwaya ya yazid bin abdullah bin qusaid ya kwamba hat abubakr siddiq raziallahu taala anhu alimtuma ikrima bin abu jahl pamoja na waislamu 500 ili kuwasaidia ziad bin labid na hat muhajir bin umaya bin abi umaya. walipofika kwao wakati ule wao walikuwa wameshapata ushindi juu ya nujair iliyomo katika yemen, na msafara huo ulikuwa umefika baada ya kupatikana kwa ushindi.
Ziyad bin Labid aliwapatia sehemu kutoka mali ya ghanima. Imam Shafi anasema kwamba Ziyad alikuwa amemwindika Abubakar kuhusu swala hilo. Abubakar akamjibu kwamba sawa na rai yake, mtu ambaye ana haki juu ya mali ya ghanima ni yule aliyeshiriki katika vita. Hivyo sawa na maoni yake, Ikrima hana sehemu katika mali hii ya ghanima, kwani hakushiriki katika vita. Ziyad alipoongea na watu wake, wao wakakubali kuwaingiza Ikrima na wenzake katika mali ya ghanima kwa furaha. Kisha anayefuata ni Khalid bin Bukair ambaye baba yake alikuwa Bukair bin Abde Yalil. Alitokana na kabila Banu Saad ambalo lilikuwa na uhusiano wa kiurafiki na Bani Adi. Ibn Ishaq amesema kwamba sisi hatujui kuhusu ndugu wanne isipokuwa Iyas na Akil, Khalid na Amir ambao walishiriki katika vita vya Badar na kisha wakahamia kwa pamoja na katika Madina wakaishi kwa Rufa bin Abdul Munzir. Ibn Ishaq anasema kwamba baada ya vita vya Uhud, baadhi ya watu wa makabila ya Azal na Qara walimjia Mtume saa salam na wakasema kwamba ya Rasulullah, sisi tumepata shauku ya kujifunza kuhusu Islam, hivyo wewe utusaidie kutuma baadhi ya maswahaba zako pamoja nasi ambao wafundishe kaumu yetu dini na watu someshe Kurani tukufu. Mtume saa salam chini ya uongozi wa Marsad bin Abi Marsad akawatuma maswahaba 6 akiwemo Khalid bin Bukair, watu ambao baadaye watu hawa walikuwa wamewaua kwa udanganifu. Kisha anayefuata ni Ammar bin Yasir ambaye kunia yake ilikuwa Abu Yaqzan. Kuhusu sahaba huyo Musleh Maud ameandika ya kwamba akitoa kutoka vitabu vya historia ya kwamba safari moja Mtume sallallahu alaihi wasallam alipita karibu na mtumwa mmoja aitwaye Ammar. Akaona kwamba alikuwa akilia kwikwi na alikuwa akifuta machozi yake. Akamuuliza Ammar, kuna nini? Ammar akasema, ewe Mtume wa Allah, hali yangu ni mbaya. Maadui waliendelea kunipiga na kuniuzi na hawakuniacha mpaka nitamke maneno zidi yako na katika haki ya masanamu yao. Mtume akasema kwamba, lakini ulikuwa ukihisi nini moyoni mwako? Ammar akasema, nilikuwa nahisi imani isiyotetemeka moyoni mwangu. Mtume akasema, kama moyo wako ulikuwa umetulia juu ya imani, basi Mungu atakusamehe udhaifu wako. Ammar bin Yasir kuhusu hijra yake kuelekea Uhabeshi kuna hitilafu. Wengine wanasema kwamba alikuwepo katika hijra ya pili kuelekea Uhabeshi, yani hijrat Habsha Thania. Hada Khalifa Thani akieleza fitna iliyotokea katika zama za ukhalifat Uthman, anasema kwamba fitna hiyo ilipoanza kuzidi na kuruka mipaka na maswahaba wakaanza kupokea barua mbalimbali ambamo ndani yake magawana walikuwa wakilalamikiwa, wao wakamuuliza Uthman kwamba, je, hujui kwamba nje kuna nini kinachoendelea kutokea? Ye akasema kwamba taarifa ninazozipokea zinaonyesha kheri tu. Masoba wakasema kwamba sisi tumepokea barua kutoka nje, hivyo tufanye tahakik kuhusu barua hizi. Uthman akashauriana nao kwamba tutumie njia gani ili kufanya tahakik, na sawa na ushauri wao Usama bin Zaid alipelekwa Basra, Muhammad bin Muslim akatumwa upande wa Kufa, Abdullah bin Umar akatumwa upande wa Syria na Ammar bin Yasir akapelekwa kwa upande wa Misri ili wafanye tahakik na walete taarifa kwamba, je, maumara wana wazulumu wa raia na wananyang'anya haki zao na wanawatendea vibaya. Na watu wengine wakatumwa katika miji mingine ili walete taarifa. Watu hao wakaenda na baada ya kufanya tahakik wakaja kuleta taarifa kwamba kote kote kuna amani na Waislamu wanaishi kwa utulivu na hakuna anayenyang'anya haki zao na viongozi wanaendelea kufanya haki na uadilifu. Lakini Ammar bin Yasir alichelewa kupeleka taarifa na taarifa haikutoka kwake. Taarifa yake ilichelewa kuja mpaka watu wa Madina wakawaza kwamba labda ameuawa, lakini jambo la kweli ni hili ya kwamba yeye kwa sababu ya kutokujua siasa alikuwa amekamatwa na
wapenda ufisadi ambao walikuwa wanafunzi wa abdullah bin sabah. abdullah bin sabah kwa kuwa alikuwepo katika misri na alikuwa hakughafilika juu ya jambo hili ya kwamba endapo ujumbe huu uliokuja kufanya tahkik ulipeleka hukumu kwamba kuna amani katika nchi nzima, basi watu wote watakuwa wapinzani wetu. Na uamuzi huo ulikuwa umechukuliwa ghafla wa kutuma ujumbe wa tahkik. Yeye hakuweza kufanya mipango katika maeneo mengine, lakini katika misri ilikuwa rahisi kwake kufanya mipango. Ammar bin yasir alipoingia misri, yeye akampokea na akaanza kumweleza kuhusu malalamiko mbalimbali zidi ya waliye misr ambaye alikuwa amr bin as. akaongea naye kwa mambo mbalimbali na mambo yake yakaleta athari juu ya ammar bin yasir. Ammar bin yasir hakufanya tahkik na hakuenda kwa waliye misr wala hakufanya tahkik ya kawaida, na akaenda na watu wa abdullah bin saba, na akiwa pamoja nao akaanza kuleta tuhuma na shutma zidi ya wali misr. Zura amesema kwamba katika maswahaba, endapo kuna swahaba ambaye amekamatwa na fitna hii ya abdullah bin saba, basi yeye ni ammar bin yasir. Hakuna swahaba mwingine aliyeweza kushiriki katika hatua hiyo kwenye swala hilo, na kulikuwa na sababu makhsus kwa ammar bin yasir kupata udanganifu kutoka kwa watu hawa wa abdullah bin saba, na kulikuwa na sababu yake. Ye alipofika misri akakamatwa na kundi moja la watu ambao walikuwa watu wajanja na werevu, ambao walianza kumwambia mambo mbalimbali ya kulalamika zidi ya mkuu wa misri. Kwa bahati tu wali misri alikuwa mtu ambaye kipindi fulani alikuwa mpinzani mkali wa mtume saa salam, na mtume alikuwa amesema kuhusu yeye kwamba hata kama akipatikana katika Kaaba au wawe, lakini baadaye mtume saa salam alikuwa amemsamehe. Lakini kulikuwa na athari fulani ya upinzani wake juu ya baadhi ya maswahaba akiwemo ammar bin yasir, na ammar kwa kusikiliza habari hizi kuhusu amr bin as akapata athari na akakubali mambo yao, na akawa pamoja na watu wa abdullah bin sabah, na ye pia akaungana nao. Lakini pia imeendikwa ya kwamba wakati wa vita vya Safen, hat ammar bin yasir akielekea kwa watu alikuwa amesema na amewaambia kwamba wenye kutafuta ridhaa ya allah na wale ambao hawana tamanio la kurejea upande wa mali na kizazi wako wapi. Hapo kundi moja la watu wakaja kwake, hata ammar akaelekea kwao na akasema kwamba ni watu, tuende kwa watu ambao wanaomba kisasi cha mauaji hat usman. Wao wanaelewa kwamba hat usman ameuawa akiwa amezulumiwa. Wallahi wao hawataki kisasi cha mauaji hat usman, bali watu hawa wameonja ladha ya dunia. Hapo ammar alikuwa ameelewa kwamba kimsingi watu hawa wameleta fitina, na kisha akasema kwamba watu hawa wanaipenda dunia na wameiangukia, na wamejua kwamba haki imekuja baina yao na baina ya maslahi zao, na watu hawa hawana umuhimu katika islam kwamba watu hawa wapatiwe uamiri au wapewe cheo fulani. Kimsingi shabaha yao ni kuzalisha fitna tu, na watu hawa wamewadanganya wafuasi wao kwa kusema kwamba imamu wetu ameuawa akiwa mazulum, ili watu hawa wawe wafalme. Na hiyo ni njama yao ambayo wameitengeneza. Kama nini mnavyoona, kama watu hawa wasingeomba kisasi cha mauaji ya Uthman, basi katika watu hata wawili wasinge watii. Kisha alisema, e allah, kama utusaidie kama umekwisha tusaidia mara kadhaa, na ukiwafanya wafanikiwe katika shabaha yao, basi kwa sababu ya mambo yao walioyaleta katika watu wako uendelee kuweka adhabu iumizayo kwa ajili yao. Muhammad bin amr anasimulia ya kwamba vita vya Siffin ilikuwa imepamba moto na ilikuwa karibu ya kwamba makundi yote mawili yaangamie. Muawia alisema kwamba hii ni siku ambamo waarabu wataangamia isipokuwa shida
kuhusu Ammar bin Yasir iwafikie, yani hata Ammar auawe shahidi. Vita iliendelea kwa siku 3 na mausiku 3. siku ya 3 hata Ammar alimwambia Hashim bin Utba bin Abi Waqas aliyekuwa ameshika bendera kwamba wazazi wangu wajitolee kwako, unichukue pamoja nawe. Hashim akasema kwamba rehema ya Allah iwe juu yako, mimi nitatembea na bendera nikiwa na matumaini kwamba kwa kupitia kwayo nifanikiwe katika shabaha yangu nikionyesha udhaifu. Hata hivyo sitapata amani kuhusu mauti. Ye akaendelea kuwa pamoja naye mpaka akampandisha juu ya kipando chake. kisha Ammar akasimama katika jeshi lake. Zulqila pamwe na jeshi lake akaja mbele yake. wote wakapigana vita na makundi yote mawili yakaangamia. Hawai Saqi na Abu Ghadia Muzni wakamshambulia hat Ammar na wote wawili wakamua shahidi. Abu Ghadia alipoulizwa kwamba kivipi ulimua Ammar, ye akasema kwamba Ammar alipokuja karibu nasi na jeshi lake na sisi tukawa karibu yake na jeshi letu, ye akasema kwamba kuna mshindani yeyote kutoka Sakasik ambayo ni kabila moja la Yemen. mtu moja akaja na akapigana naye. Ammar akamua, kisha akasema kwamba nani mwingine anataka kushindana nami kutoka Himir ambayo pia ni kabila moja la Yemen. mtu moja akajitokeza na akapigana naye. Ammar akamua Himiri. Himiri akampatia majeraha, kisha akamwita nani mwingine mshindani. mimi nikajitokeza kwake. mtumwa huyo anasema na sisi tukaanza kupigana vita. mkono wake ulikuwa umezofika. mimi nikambamia kwa nguvu na ye akaanguka chini. mimi nikampiga na upanga mpaka ye akafa. msimuliaji anasema hata Ammar alipouawa shahidi, hata Ali akasema kwamba katika Waislamu mtu ambaye anaona kwamba kifo chake cha kishahidi si jambo kubwa na ye hakupata ghamu kutoka shahada ushahidi wake, yani kifo chake, ye hana mwongozo. rehema ya Allah iwe juu ya Ammar. siku ile aliposilimu na Mwenyezi Mungu amrehemu Ammar, masahaba wanne kila walipokuwa wakitajwa basi Ammar alikuwa mtu wa 4, na masahaba 5 walipokuwa wakitajwa huyu alikuwa wa 5. alikuwa miongoni mwa masahaba wa zamani wa Mtume SAW, na hakuna mtu mwenye mashaka kwamba kwa ajili ya Ammar katika sehemu nyingi pepo iliwajibika juu yake. Ammar abarikiwe na amepata pepo. imeelezwa kwamba haki ni pamoja na Ammar na Ammar ni pamoja na haki. popote pale ambapo Ammar atakwenda na haki, na muaji wa Ammar yumo motoni. Said bin Abdurrahman anasimulia kutoka baba yake kwamba mtu mmoja alimjia Umar bin Khattab na akasema kwamba mimi ni janabi na sikupata maji. hapo hat Ammar bin Yasir akamwambia hat Umar bin Khattab kwamba je, hukumbuki kwamba sisi mimi na wewe tulikuwa katika safari, wewe hukuswali na mimi nilijichanganya katika udongo kama wanyama na nikaswali, yani kwa sababu ya kukosa maji nilikuwa nimefanya tayammum. mimi nilimweleza Mtume SAW habari hiyo, na hapo Mtume alisema kwamba hiyo ilikuwa ikitosha kwa ajili yako. na hapo akaweka mikono, akapiga mikono juu ya ardhi na kisha akapulizia na akafanya masa juu ya uso wake na mikono yake. Abu Wail anasema kwamba hat Ammar alitoa hutuba na akatoa hutuba fupi na akaongea mambo yenye maana na hikima, kisha akashuka chini na akasema, e Abu Yaqzan, wewe umeeleza mambo yenye balagha na fasaha, lakini umeeleza hutuba fupi, kwani hukurefusha? Akasema, nimemsikia Mtume akisema kwamba sala ndefu ya mtu na hutuba fupi ni alama ya akili yake, hivyo murefushe swala na mufupishe hutuba. Hassan bin Bilal anasema kwamba mimi nilimwona Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma, ye alifanya wuzu na akafanya khilal kwenye ndevu yake, yani akaingiza vidole kwenye ndevu yake.
msimuliaji anasema mimi nikamwambia kwamba wewe unafanya khilal ya ndevu yako. ye akajibu kwamba kwanini sifanye khilal ya ndevu yangu ilhali nimemwona mtume sasam akifanya hivyo, yani kuingiza vidole kwenye ndevu yake. imesimuliwa na amr bin ghalib ya kwamba mtu mmoja alimteta aisha raziallahu anha mbele ya ammar bin yasir, yani kumsingizia. ye akasema kwamba ondoka kutoka hapa. je wewe unamuuzi mke mpendwa wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam? hizi ni habari za baadhi ya maswahaba na zingine nitazieleza katika siku za usoni. huzuri amesema kwamba kuna habari ya huzuni katika burkina faso. wanajamaati wetu wapatao 9 wameuawa shahidi juzi. ni tukio lenye huzuni kubwa sana. inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. wameuawa shahidi kwa njia ya zulma. kulikuwa na mtihani wa imani wao na wao walisimama kidete juu ya imani yao na waliendelea kumwita mmoja baada ya mwingine na wakawaua. maelezo yake yanaendelea kuja. inshallah ijuma ijayo nitaeleza habari zao. mwenyezi mungu awarehemu na awanyanyue katika daraja. mwendelee kufanya maombi kuhusu hali za huko. wagaidi waliokuja wamekwenda wakitoa onyo kwamba mkifungua misikiti tutakuja tena na kuwashambulieni. mwenyezi mungu awasalimishe wahamadi wa huku kutoka shari yao, na nitaeleza habari zao katika ijuma ijayo. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.